umetanda katika kijiji cha Pamba, eneo la Kajulu, kaunti ndogo ya Kisumu ya Magharibi, baada ya tukio la kusikitisha kugharimu maisha ya watu watatu wa familia moja, wakiwemo watoto wawili wadogo. Watu hao walifariki siku ya Alhamisi usiku baada ya mti mkubwa kung'olewa na upepo mkali na kuangukia nyumba yao wakati wa mvua kubwa. Mwanahabari Bramwell Bwire na kina cha taarifa hii ya kusikitisha. Ni huzuni na masikitiko makubwa katika kijiji cha Pamba, Kajulu, kaunti ya Kisumu, wakazi wakijaribu kufahamu majibu ya tukio hili la kushtua. Kilichoanza kama jioni ya kawaida kilibadilika ghafla na kuwa majonzi baada ya mvua kubwa ikifuatwa na upepo mkali kuvuma katika eneo hilo Alhamisi usiku. Majira ya saa 1 jioni, mti wa miaka mingi unajulikana kama mti wa pamba uling'olewa na kuanguka moja kwa moja juu ya nyumba ya familia moja. Nyumba hiyo ilibomolewa kabisa na watu 8 waliokuwa ndani wakategwa chini ya vifusi. Kwa mujibu wa jamaa wa familia hiyo, wote walikuwa wamejistiri ndani ya nyumba yao kuu bila kutambua hatari iliyokuwa ikiwakabili. Sasa vile hii miti ilianguka kwa hii nyumba, jirani ndio ikatoka ikatuita, sababu tulikuwa mbali kidogo. Akatuita kwa sauti akilia, tunasema nini inafanyika? Kukuja hapa tukapata watu wamesimika hapa ndani ya nyumba. Wanafamilia watatu walifariki papo hapo katika mkasa huo. Wametambuliwa kuwa Gordon Okeo mwenye umri wa miaka 60 pamoja na watoto wawili, Alphonse Kerer mwenye umri wa miaka 8 na Prince Kanyur mwenye umri wa miaka 6. Tena ya mtoto ya dada yangu atinda mimba yake alikuja na mtoto ya dada yake alipasiwa hii tumbo na hizo mabati. Kama nimeshika mkono nimepata nyama, nimesema ni nini? Tuna chochote, tuko na marehemu wale wamekufa, lazima tuangalie vile tutashika. Sasa tunaomba serikali atusaidie mali wanaweza, ili tupate usaidizi kabisa. Tuangalie vile hiyo nyumba ya mama itajengwa. Tukishamaliza hiyo nyumba ndio tuangalia maneno ya masisi vile hao watoto watashikwa. Mili yao imehifadhiwa katika makafani ya hospitali ya mafunzo na rufaa ya Jaramogi Oginga Odinga kwa ajili ya uchunguzi wa kitabibu. Bramwell Bwire, KTN, Kisumu. Mvutano wa kisiasa unaendelea kushika kasi kuhusu rekodi ya maendeleo. Rais William Ruto na kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka wameingia kwenye mvutano mkali wa kauli kuhusu nani hasa aliyotekeleza miradi muhimu ya miundombinu katika eneo la Ukambani. Kila upande ukimshtumu mwenzake kwa kuwapotosha Wakenya, mjadala huu ukiweka wazi mafanikio ya maendeleo ya eneo hilo pamoja na mwelekeo wa siasa za mwaka 2027. Mwandishi wetu wa masuala ya siasa Grace Ng'ang'a anaeleza zaidi. Chama cha Wiper